Katika utafiti uliofanywa na Baraza la Usimamizi wa Mazingira nchini NEMC, umebaini gugumaji jipya ambalo limeanza kusababisha madhara katika miundombinu ikiwemo injini za vivuko katika Ziwa Victoria. Hayo yamebainishwa na mtendaji mkuu wa NEMC Bi Immaculate Semes kwenye mkutano na waandishi wa habari, ikiwa ni mfululizo wa taasisi za serikali kubainisha mafanikio na mwelekeo wake ndani ya miaka 4 ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika serikali ya awamu ya 6 uliofanyika katika ukumbi wa habari Maelezo jijini Dodoma, akisema sasa kwa bahati mbaya mwezi wa 8 mwaka jana tulipata uvamizi wa hili gugumaji jipya na linaenda kwa kasi na madhara yake yameanza kutokeza katika mwezi huu wa pili 2025. Kwa hiyo sasa hivi swala hili linaratibiwa na ngazi ya wizara, katibu mkuu, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, anaratibu pamoja na wakuu wa mikoa, marasi katika mikoa inayozunguka Ziwa Victoria. Kwa hiyo hali ina changamoto especially katika vivuko, imeathiriwa sana kwa sababu yale magugu yanaenda kuziba wanasema nini engine ya ile vivuko. Lakini pia inaleta athari katika uwekezaji tulionao katika ziwa lile. Sasa hivi kuna uwekezaji mkubwa sana katika ukulima katika maji, ukulima wa samaki, sio kama ni sawa aquaculture. Kwa miundombinu imeathiriwa, hali ya ziwa limechafuliwa, na moja ya indicator ya uchafuzi ni limetokea gugumaji. Kwa mamlaka husika zimeshaanza kikao, tulikuwa tuna kikao wiki mbili zilizopita tukiongozwa na katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais na tulikuwa sekta 12. Bonde, watu wa bonde, mamlaka za serikali ya mitaa, na taasisi nyingine, mifugo na uvuvi. Tunakuja na mkakati ya kuendelea kuangalia kwamba hali ya ziwa iko safi na salama, na quick remedy ambayo tunaifanya ni kulivuna hilo gugumaji, kushirikiana na wavuvi katika eneo hilo. Kwa kazi ipo inaendelea ya kuhakikisha kwamba madhara ya hili gugu yanapunguzwa au linaondoka kabisa ndani ya muda mfupi. Hapa anataja kaguzi mbalimbali ikiwemo kukamata na kutaifisha tani 150 za mifuko ya plastiki isiyokidhi viwango. Zaidi ya tani 150 za vifungashio kwa bahati mbaya visivyokidhi viwango vilikamatwa, vikitaifishwa na kuteketezwa kwa mujibu wa sheria yetu. Hata hivyo, swala la udhibiti wa vifungashio vya plastiki ni letu sote, kuanzia ngazi za familia hadi taifa. Hivyo hatuna budi kushirikiana kwa ajili ya kuleta matokeo chanya. Taka za plastiki kwa kweli ni athari kubwa sana kwa afya za binadamu na mazingira kwa ujumla. Kwa hiyo naomba tuongeze nguvu wote sote, kila mmoja asimame katika nafasi yake kuhakikisha kwamba mifuko hii ya plastiki nchini inatokomezwa. 4, kwa upande wa ukaguzi na ufuatiliaji wa uchafuzi wa mazingira, kwa kipindi hiki cha miaka 4 jumla ya kaguzi 9606 zilifanyika na malalamiko 1483 yalishughulikiwa hasa katika maeneo ya kelele na mitetemo. Uchafuzi wa mazingira ulidhibitiwa katika miradi mikubwa yenye viashiria hatarishi, mfano kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere, bomba la mafuta la Afrika Mashariki na mradi huu wa SGR, ambapo programu 50 za elimu na vipindi 75 vya uhamasishaji vilishafanyika. Ndugu wanahabari, katika swala la ufuatiliaji wa vibali vya mazingira na ufuatiliaji wa taka hatarishi, kwa kipindi hiki cha miaka 4 vilitolewa vibali 781 kwa wafanyabiashara mbalimbali. Pia nyaraka 1477 za ufuatiliaji zilitolewa, ambapo 1089 zilirejeshwa na kufanyiwa mapitio na kubaini kuwa tani 165,834 za taka hatarishi kama chuma chakavu, betri zilizotumika, magurudumu, vioo, mafuta machafu, plastiki na taka za kielektroniki zilifuatiliwa kwa mafanikio kote nchini. 6
NEMC kama nilivyosema, tunajishughulisha pia na tafiti mbalimbali katika masuala ya mazingira. Kwa kipindi cha miaka 4 baraza limefanya tafiti mbalimbali na kuandaa maandiko ya miradi. Aidha, na kutekeleza miradi hiyo, aidha baraza limeratibu utekelezaji wa miradi mabadiliko ya tabia nchi, kupunguza matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo wa dhahabu, pamoja na miradi wa kusimamia utekelezaji wa sheria ya mazingira kwa jumla wake. Bi Semmes ametoa wito huu ili kudhibiti mifuko ya plastiki isiyokidhi viwango. Lakini mfano tu mzuri kwenye ngazi ya labda viwanda na biashara au serikali ya mtaa ndio yenye masoko, si ndio tunapoona kule ndani. NEMC anaenda kuona na kupiga sauti pale anapovamia kufanya nini zile enforcement zako. Ndio kamata ulikuja umetoa wapi. Lakini kama kila mmoja wetu angesimama katika nafasi yake, katika kutoa kibali cha kiwanda kuzalisha, katika meneja wa soko kupokea ile mifuko, sasa watu wake wanajua, kila mmoja angesimama katika nafasi yake. Kama ni wewe ni mtu wa migration, mifuko imeingia kutoka kwenye boda zetu, ukasimama kwenye nafasi yako kuzuia isiingie, basi hii mifuko ya plastiki tunaweza sana kuidhibiti. Lakini sisi tunaenda kuvamia pale ambapo tunasema mbona imerejea. Lakini hiyo nguvu na mamlaka sina, lazima ni chain off. Kwa kamati zinaendelea kufanyia kazi kwamba kila mmoja katika hii task force kusimama katika nafasi yake kuhakikisha kwamba kweli kile tulichokiadhimia, na tulianza kwa nguvu kweli, ila si ndio hiyo sasa una balance uzalishaji na nini na uchafuzi wa mazingira, mapato na nini uchafuzi wa mazingira. Kutoka hapa katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo jijini Dodoma, mimi ni John Banda wa Media One TV.